mechi ya kimashindano, mechi ambayo tunakutana na Al-Masry, na Al-Masry ambaye pia ni mshindani kweli kweli, sio mshindani lele mama, kwa sababu kulingana na uzoefu wake na miaka pia aliyoanzishwa, naye ni mkongwe kama mkongwe wengine. Wakongwe wengine ndio wako Tabora huko. Kwa hiyo mimi naamini ya kwamba ukiona hivyo ni mtu ambaye pia ana mashabiki wengi na mashabiki wake ni mashabiki wenye shinikizo kubwa wanapokuwa ndani ya kiwanja kwa ajili ya kushinikiza timu yao iweze kupata matokeo chanya. Kwa hiyo sisi kama Simba kikubwa, kwa sababu wengi ambao tuko huku Tanzania, sisi ni dua, yani lazima tujikite kwenye dua kuiombea timu yetu iweze kupata matokeo chanya au kwa sare ambayo pia inaweza ikatufeva kuja kwenye matokeo ambayo tutacheza hapa nyumbani. Ndio tumeenda kwa Al-Masry, lakini Al-Masry ambaye tumemkuta pia naye kuna mambo pia naye amepitia kwenye hizi nyakati, lakini haiwezi kutupa kifua mbele ya kwamba tunaweza kwenda tu kumfunga kirahisi. Ni lazima jambo lifanyike kwa ajili ya kuweza kupata matokeo zidi yake, na sisi tunaamini katika maandalizi ambao viongozi wetu wanayafanya, benchi la ufundi na viongozi mbalimbali ambao wameweza kwenda kuiandaa timu. Sisi tunasema tu ya kwamba wao waiandae timu ingie uwanjani, na sisi tuko nyuma yao kwa ajili ya kuwasapoti kwa dua na maombi kwa ajili ya kusubiria mechi sasa ambayo itakuja kwa Mkapa. Ndio tutajua kwamba ni jinsi gani kwenda kusapoti timu. Kwa hiyo kwa huko Misri sisi tunaomba dua, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwenye hiyo siku ya kesho, tuweze kuibuka na matokeo mazuri ambayo yatatupa kiburi tukija nyumbani tuweze kufanya vizuri zaidi. Na ni kipi ambacho kocha wenu aingia nacho? Maana ukizungumzia misimu mingi mmekuwa mkishia pale hatua ya robo finali pale. Kwanza ni timu kwenda kucheza, kwa sababu kuna muda watu wanatamani ya kwamba labda Simba wangeenda sana wabaki nyuma ya mchezo ama wabaki nyuma, kwa sababu kulingana na Al-Masry pia jinsi ya uchezaji wao na jinsi gani wanaweza kucheza maeneo ya katikati na kuweka mipira pembeni kwa ajili ya kupiga cross. Lakini mimi ninaamini katika uwezo wa kikosi cha Simba Sport Club ya kwamba tunaweza kwenda kubato, na lakini kwa kumpa heshima mpinzani na kumpa kwa home advantage, kwa kuangalia kwamba ni jinsi gani tunaweza tukafanya, na kwa uwezo wa wachezaji ambao tulionao ndani ya kikosi, unaona kabisa kwamba kila mchezaji mmoja wa Simba akipewa majukumu anaweza kuyatimiza vizuri. Ni kwenda kumheshimu mpinzani kwa kumpa kwanza nafasi zile dakika zake kwanza kama 15-20 uweze kusoma ya kwamba ni kipi alichokuja nacho, na wewe pia ukiwa unaangalia ni jinsi gani uweze kutumia either counter attack kuweza kupata kumshambulia, kwa sababu pia sasa hivi hatuwezi tu kuongea kwamba labda tunaongea kwa kujisifu ama tunaongea kwa kupindukia, lakini tuna wachezaji ambao wana uwezo pia wa kufanya majukumu yao 100% na kuweza kubato na Al-Masry na kupata matokeo chanya. Ukiangalia watu wa pembeni wakina Kibu Denis wanaweza kufanya vizuri, Mpanzu yuko pale, ukimwangalia hata Mtare pia unaona juzi kwenye ile mechi ya Wigman ameongeza pia kitu ya kwamba naye unaweza kumtumia mbio zake zikawa na manufaa chanya kwenye timu. Wakina Chazawa pale mbele, unaweza kina Dese pamoja na mwenzake Ateba wako pale. Kwa hiyo tuna wigo wa wachezaji wengi ambao pia wakipewa majukumu tena vijana wanaweza wakatimiza. Kwa hiyo zile kasi ambazo zitakuwa za Al-Masry unaweza ukampini kule kwake, ili wale watu wake pia wasipande kwa uhuru na wenyewe wakawa kwenye shinikizo ya kwamba hawawezi kuwa kwenye comfort zone muda wote, na wao wakawa wanawaza ya kwamba ni jinsi gani wafanye, kwa sababu nani nzuri pia kujilinda. Tunaweza pia tukaumiliki mpira, ukauchukua ule mpira ukawa na ule mpira ukawa unaumiliki, ili wewe uwe unajua jinsi gani ya kwenda kumshambulia mpinzani wako ama jinsi gani uweze kupata matokeo zidi yake. Na ukiangalia kati ya hata mifumo unaona kama kuna kubadilika, lakini unakuta mwingine anatumia 4-3-3, mwingine anatumia 4-4-2, ambazo pia 4-3-3 unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye anaweza kudominate katikati na kupita pembeni kwa ajili ya kwenda kumshambulia mwenzake na kuweka uzio wake vizuri kwa nyuma kwa ajili ya kujilinda. Na 4-4-2 pia naye inakuonyesha kuwa na balance, wiano kati ya eneo la kushambulia pamoja na eneo la kujilinda. Kwa hiyo kuna
namna hiyo, na tunakutana na watu ambao kidogo tunashabihiana kwenye aina ya mifumo, na hata ukiangalia hata mifumo ya mwisho ya waliocheza Al-Masry dhidi ya National Bank, unaona kabisa kwamba ndio mifumo ambayo alikuwa anaitumia uwanjani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi nadhani ya kwamba ni mechi ambayo hatuwezi kudharau, kwenda na confidence ya hali ya juu kama tulivyokwenda kwenye mechi kadhaa, kwa sababu pia tunakuwa tunaendea hizi mechi, lakini kuna kumbukumbu ambazo huwa tunazikumbuka, kwa sababu kuna mechi tulienda dhidi ya Kaizer Chiefs ambayo tuliona kwamba ni mechi rahisi sana, na tukiwa tunajua kwamba Kaizer Chiefs anaweza kaja hapa nyumbani, sisi tumeshamaliza kazi kule, na jinsi tulivyopokelewa tukawa tumejisahau, na mwisho wa siku tukawa tumekosidi goli 4, kurudi hapa nyumbani tukazitafuta tukapata 3, mwisho wa siku sisi tukashindwa kufuzu. Kwa hiyo nadhani tahadhari sasa hivi ni kubwa, kulingana na kauli mbiu yetu hii tunavuka inaonyesha kwamba tunakumbuka yale ambayo yalishatutokea, na ndio maana tunawekea mkazo sasa, hii haina kulemba, hii tunavuka. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ndugu. Na Chemaloni kukosekana vipi itawapa athari gani katika eneo la center back pale? Chamo pamoja na Hamza, hatujaona combination nzuri wale majamaa, vipi inaweza kuathiri kama wana Simba? Kwanza Chemaloni ni mchezaji mzuri, na pia mchezaji ambaye ameshazoea kikosi. Unajua kuzoea kikosi, kipindi kile akicheza Pacha na Inonga, na saa nyingine unakuta labda Kennedy Juma. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kumkosa pia ni muhimu kuwepo, lakini kwa sababu tumeshamkosa tayari, hakuna namna. Wale waliopo ndani ya kikosi tunawaamini ya kwamba wanaenda kutimiza majukumu yao ipasavyo, na wana Simba watafurahi. Na kitu kingine kizuri ni kwamba linda lango wote wako vizuri, hata kama ambaye alikuwa ana majeraha yuko vizuri na ametrain. Kwa hiyo ni jambo pia la kumshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba tunakuwa na wigo mpana wa machaguo ya watu ambao wanaweza kwenda kuipigania timu yetu. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na sisi tuombe heri na kesho tuweze kufurahi, na sisi tuendelee kufurahi zaidi. Na ukiangalia kwa msimu huu hapa mmewatesa sana Waarabu. Mlianza na Tripoli, mkaja kwa Sfaxien, akina Constantine, japokuwa mechi ya kwanza iliwafunga. Mmepoteza mechi moja tu kuanzia hatua za awali, ile hatua kupambania kwenda hatua ya makundi. Mmepoteza zidi ya klabu ya soka ya Constantine. Mmetoa sare 2 zidi ya Bravos pamoja na Tripoli. Kwa msimu huu hapa Simba chini ya Fadlu, ambayo watu wengi walitegemea kuona ikitumia muda mwingi kujijenga, lakini ametumia muda mfupi tu kujenga klabu ya soka ya Simba. Nye kama wanachama wa Simba, labda ni siri gani ya mafanikio ambayo umeiona, na ipi siri ya mafanikio mpaka sasa hivi? Kwanza ni kitu ambacho unapoongelea tu mafanikio na kuunganisha timu, ni kitu ambacho hata watu wengine hawakutegemea, na ndio maana ukisikia watu hawachezi, hawafanyi nini, ni kwa sababu hiyo, kwa sababu walitegemea kwamba unapokuwa na kikosi kipya, una kocha mpya, lazima kwenye msimu huu yani tungekuwa kama timu shiriki, ili tukiwa tunategemea kwamba tunajenga timu ili mwaka kesho ndo labda kwenye msimu ujao ndo tuwe tuna kikosi imara. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wachezaji waliopo, wameweza kupata ubora wao kwa muda mchache, na hiyo ndio maana ile ambayo tulikuwa tunawashauri watu ya kwamba unapochukua wachezaji usichukue maveterani, hebu chukua wachezaji wadogo ambao wanaweza kukusaidia. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo ambalo limetusaidia, kwa sababu tulichukua wachezaji ambao ni vijana, ambao bado wana shauku ya mafanikio, ambao wanataka kufika mbali. Na umeongelea zidi ya Waarabu, na mimi ninaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inaweza kuwa ndio daraja letu Waarabu, kwa sababu ukiangalia tukivuka hapa zidi ya Al-Masry tunakutana na Zamalek. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba lazima tupambane, na hakuna cha kulemba kwamba tayari mashindano ndio yaliopo na hao ndio wapinzani wetu. Hatuwezi kuandaleti, lakini lazima tukapambane nao uwanjani ili wawe daraja la sisi kufikia kwenye mafanikio. Kama mkivuka pale Zamalek wapi ugumu na hawaogopeshi wale? Zamalek ni timu, ndio hatuwezi kuizalau, na sisi pia Simba Sport Club ni timu. Kwa hiyo tunapokutana uwanjani, ina maana kinachoamua ni yale matokeo kila mtu atakayopata, kwa sababu knockout stage huwa ni mchezo wa tofauti
na mtu anavyocheza group stage, kwa sababu mtu akicheza group stage anajua kabisa kwamba nikipoteza hapa point naweza kwenda nikazipata kwa mtu mwingine na mwisho wa siku nikaqualify. Kwenye knockout stage watu wanacheza kimbinu zaidi na kila mtu anataka apate kitu. Jinsi utakavyookota pointi zako ndivyo jinsi gani unaweza ukajihakikishia zaidi kwenda kwenye mashindano mbele zaidi inavyotakiwa.